Mungu hageukii kila mtu, anageukia watu wake. Kwa hiyo lazima ukubali kuwa mtu wa Mungu, na sura ya kuwa mtu wa Mungu ni kushuka na kunyenyekea na kutambua kuwa Mungu yupo kwa ajili yako na wewe upo kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo anasema watu wangu. Kwa hiyo lazima utambue unapomwendea Mungu uwe sehemu ya watu wake. Uite Mungu kama sehemu ya watu wake. Utambue Mungu katika maisha yako kama sehemu ya watu wake walioitwa kwa jina lake. Kumbuka nasema si nyinyi mlionichagua, ni mimi niliyewachagua. Walioitwa kwa jina lake. Kwa hiyo lazima ukubali kuitwa na kuitika. Kuitwa ni jambo lingine, lakini kuitika ni jambo lingine. Unaweza ukaitwa lakini usiitike. Na Mungu haiti watu tu, anaita watu wake. Ndani ya watu wake walioitwa kwa jina lake. Hiyo ndio tofauti yako na watu wengine wanaoishi kwenye dunia hii. Ingawa wote mnaishi, lakini ndani ya dunia hii kuna watu wa Mungu. Na katika watu wa Mungu wameitwa kwa jina lake. Wamesikia wakiitwa, wametambua wakiitwa, na wako tayari kumuitikia Mungu wao. Wako tayari kumwangukia Mungu wao. Wako tayari kumkimbilia Mungu wao. Wako tayari kumwendea Mungu wao. Wako tayari kumfanyia ibada Mungu wao kwa sababu amewaita. Mungu hata kusamehe kwa sababu tu umenyenyekea. Anahitaji upaze sauti yako. Kupaza sauti kwenye maombi maana yake ni kumuitikia Mungu, ni kutambua Mungu yupo na kumwendea ukipaza sauti ya kuomba msaada kwake. Watu wengi wanakuja mbele za Mungu hawako tayari kuomba. Hata tunaposema tuko kwenye maombi ya toba, unakaa kimya, hauna namna ya kusamehewa kama hujapaza sauti wewe binafsi. Na ukamwambia Bwana, nimekosea. Nimekosea kwa kuanza na kwa kunena. Nimekosea kwa kutembea kwangu na kuishi kwangu. Kuna namna ambavyo sikutimiza wajibu mbele zako. Sikwenda sawasawa mbele zako Bwana. Sikutimiza mapenzi yako wala kuyafanya mapenzi yako. Sikuyashika maagizo yako. Sikutenda inipasavyo kutenda. Nilitamani visivyotamanika. Nikagusa vile ambavyo umenikataza na kunizuia. Sikusikia utii ndani yangu wa kuheshimu makatazo yako. Yale ulionikataza ndio ambao niliyatamani. Nimekosa Bwana. Nimechafua hata mwili wangu nilionao. Nimechafua hata mikono yangu nilionayo. Nimechafua hata macho yangu nilionayo. Nimechafua hata masikio yangu hayawezi kusikia sauti yako tena. Nimechafua moyo wangu. Nimechafua Bwana. Nimechafua hata kwenye mji ulionipa niishi kwa sababu ya uovu wangu, kwa sababu ya dhambi zangu. Nimechafua malango yako. Wengi tunatafuta uso wa Bwana lakini hatugeuki na kuacha njia mbaya. Sio tu ukisema Baba nisamehe unasamehewa. Kuna viwango, kuna hatua za kufikia kusamehewa. Lazima Mungu aone moyo umejikana, umejikataa na umeamua kuziacha njia mbaya. Tukisema tuna dhambi tutajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama na kuziacha. Wengi wanaungama lakini hawaziachi, wanaendelea katika njia zao mbaya. Kila dhambi ina hukumu yake, na mshahara wa dhambi ni mauti. Kila dhambi ina adhabu yake. Ili uepuke na hiyo adhabu, lazima uwe tayari kuacha na kugeuka na kuziacha njia mbaya. Kama Mungu anakuonya kwenye habari ya kiburi, acha kiburi na kugeuka. Kama Mungu anakuonya kwa namna yote ya uovu ulioonekana kwako, uwe tayari na kugeuka. Si habari Mungu nisamehe, ni habari ya kutengeneza na kwenda kikamilifu mbele za Mungu. Tunamtafuta Mungu, hatumuoni kwa sababu hatujakamilika kwa namna ya kusamehewa. Mungu akiangalia moyo wako, anaona bado kuna njia mbaya. Anaona bado kuna mawazo mabaya. Anaona bado kuna uchafu umekugangania. Bado unaitamani njia iliyo mbaya. Ingawa umetubu, ingawa umemwambia nisamehe, lakini bado umegangania kwenye njia mbaya.